Miaka 317 imepita tangu meli ya kifahari ya Hispania ya San Jose Galleon ilipotoweka kwenye mawimbi mazito ya bahari ya Caribbean. Ilikuwa ni tarehe 8 Juni 1708 wakati wa mapambano makali kati ya meli za kifalme za Kiingereza na msafara wa majini wa Hispania. Ndani ya dakika chache tu kelele za mizinga zilipozizima, bahari ilimeza moja ya meli tajiri kuliko zote kuwahi kuundwa. Sasa baada ya karne tatu, meli hiyo ya hadithi hatimaye inarejea juu ya dunia, ikitoka kwenye kina kirefu cha zaidi ya mita 600 chini ya bahari, na dunia nzima inafuatilia kwa umakini. Moja ya mali kubwa zaidi kuwahi kupotea baharini, San Jose haikuwa meli ya kawaida. Ilikuwa ikisafirisha mali ya kifalme, dhahabu tani nyingi, fedha zilizopigwa katika makoloni ya Amerika Kusini, zumaridi adimu kutoka Colombia, vito vya thamani, sarafu za enzi ya ukoloni na vitu vya kifalme vilivyoandikwa kwa alama za Hispania. Kwa viwango vya leo, thamani ya mizigo hiyo inazidi dola bilioni 300, kiasi cha rekodi ambacho kimeleta mvuto wa kimataifa, mgogoro wa kisiasa na njaa ya majibu kutoka kwa wanahistoria na wanaikolojia duniani. Kwa miaka mingi, San Jose ilionekana kama hadithi tu. Bahari ilikuwa imefunika na hakuna aliyejua mahali hasa ilipozama. Lakini mwaka 2015, serikali ya Colombia ilitangaza rasmi kwamba imepata mabaki ya meli inayodhaniwa kuwa San Jose. Ilikuwa hatua ya kihistoria iliyoleta msisimko na utato kwa wakati mmoja. Baadaye miaka 4 ya utafiti, uchunguzi na teknolojia ya juu ilithibitisha ndiyo, hiyo ni San Jose halisi. Roboti maalum za uchunguzi wa kina zenye kamera za hali ya juu zilituma picha za mizinga iliyochorwa nembo za kifalme, mabamba ya meli yenye majivu ya karne nyingi, sarafu za dhahabu zilizolala kimya sakafuni, vitu vya kale vilivyoonekana kana kwamba wakati ulikuwa umesimama. Katika operesheni kubwa inayofanywa na serikali ya Colombia kwa ushirikiano na wataalamu wa ekolojia ya bahari, mabaki ya meli na mali yake yanaanza kuletwa juu kwa mara ya kwanza tangu karne ya 18. Kutumia roboti za kisasa za kina kirefu, timu ya waokoaji inainua polepole masanduku ya dhahabu, mabaki ya vito, vipande vya historia ya kifalme na ushahidi mpya kuhusu safari ya mwisho ya San Jose. Kila kasha linalopandishwa juu linaonekana kama tangazo jipya la historia, na ulimwengu unatarajia sehemu hizi za kale zitaeleza hadithi ambazo hazikuwahi kusimuliwa kikamilifu. Ugunduzi huu haujaacha dunia kimya, badala yake umefungua mjadala mkubwa kuhusu umiliki halali wa mali hiyo. Serikali ya Colombia inasema ni urithi wao wa kitamaduni. Hispania inaamini hazina ilikuwa mali ya taji la kifalme. Makabila ya Amerika Kusini yanadai mali hiyo ilikusanywa kupitia ukoloni na unyonyaji. Kampuni binafsi za uchimbaji nazo zinadai sehemu, zikidai zilifanya utafiti wa awali. Ni suala linalochangamka kitaifa na kimataifa ambalo huenda likachukua miaka kadhaa kuamuliwa. Kupatikana kwa San Jose si hadithi ya mali tu, ni dirisha la kuangalia upya historia ya ukoloni, vita vya karne ya 18 na uchumi wa dhahabu uliounda dunia ya leo. Ni simulizi ya bahari inayoonyesha jinsi rekodi za binadamu zinaweza kupotea lakini zisije kusahaulika. Imeandikwa na Stefano na kusoma kwako nami H+. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSource tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSource, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSource leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSource, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.